Sasha alikuwa mwanamke mrembo aliyekuwa akizungumziwa na kila mtu jijini Dar es Salaam. Uzuri wake ulikuwa ni wa ajabu, na siku hiyo alikuwa akifunga ndoa na Damian, tajiri kijana anayemiliki kampuni za usafirishaji. Sherehe ilifanyika kwenye ukumbi wa kifahari kando ya bahari, na kila kitu kilikuwa kimepambwa kwa dhahabu na maua meupe. Wakati sherehe ikiwa imepamba moto na watu wakicheza muziki, ghafla lori kubwa jeusi liliingia kwenye lango la ukumbi. Watu walishangaa wakidhani labda ni zawadi ya gari la kifahari kwa maharusi. Wanaume wanne waliovalia suti nyeusi na miwani ya giza walishuka na kutoa sanduku kubwa sana lililofungwa kwa karatasi za zawadi zenye rangi nyekundu ya damu. Waliliweka katikati ya ukumbi na kuondoka bila kusema neno. MC alitangaza kwa mbwembwe, "Sasa ni muda wa kuona zawadi kubwa kutoka kwa mfadhili asiyejulikana." Sasha na Damian walisogea mbele kwa tabasamu. Sasha alikuwa akifikiria labda ni jokofu la gharama au fanicha kutoka Uturuki. Sasha alianza kurarua karatasi zile. Tabasamu lake lilianza kufifia kadiri umbo la kile kitu lilivyokuwa likijitokeza. Alipomaliza kurarua karatasi ya mwisho, ukumbi mzima ulikumbwa na ukimya wa kutisha. Ilikuwa ni jeneza la kifahari la rangi ya dhahabu likiwa na picha ya Sasha mbele yake. Ndani ya kile jeneza kulikuwa na kadi ndogo iliyoandikwa kwa herufi nyekundu: "Sasha, uliiba pesa za matibabu ya mume wangu na kuniacha nife kwa upweke ili uende kuanza maisha mapya. Leo unafunga ndoa kwenye meza ya dhuluma. Hii ndiyo nyumba yako halali, maana moyo wako ulikufa tangu siku ile uliponisaliti. Karibu kwenye makazi yako mapya." Damian alishtuka na kumuuliza Sasha maana ya ujumbe ule. Sasha alianza kutetemeka na kuanguka magoti. Ikajulikana kuwa miaka 3 iliyopita, Sasha alikuwa amemtelekeza mwanaume aliyemsomesha na kumpa kila kitu, wakati mwanaume huyo alipopata ajali na kuhitaji upasuaji mkubwa. Sasha alichukua pesa zote za bima na akiba, akatoroka na kuja kuanza maisha mapya kama mrembo asiye na mume jijini Dar. Mwanaume yule, Frank, alifariki kwa kukosa matibabu, na mdogo wake Frank ndiye aliyekuwa amepanga zawadi hiyo ili kumuumbua Sasha siku ya harusi yake. Damian, akiwa mwanaume mwenye heshima na anayechukia dhuluma, alivua pete ya ndoa na kuitupa ndani ya lile jeneza. "Siwezi kuoa kaburi linalotembea. Sasha, urembo wako umefunika roho ya kikatili," Damian alisema na kuondoka ukumbini, huku wazazi wake wakimfuata. Wageni walianza kutawanyika mmoja baada ya mwingine, wakimwacha Sasha akiwa ameketi sakafuni akilia pembeni ya jeneza lile la dhahabu. Sasha alipoteza kila kitu siku hiyo: ndoa, sifa na utajiri aliyoutafuta kwa damu ya mtu mwingine. Picha yake kwenye jeneza ilibaki kuwa kumbukumbu, kuwa uzuri wa sura bila uzuri wa roho ni sawa na pambo juu ya kaburi. Kwa nje linang'aa, lakini ndani kuna uvundo. Baada ya Damian na wageni wote kuondoka, ukumbi ulibaki mweupe na baridi. Sasha alibaki peke yake na lile jeneza. Alijaribu kusimama, lakini miguu yake ilikosa nguvu. Ghafla, taa za ukumbi zilianza kuwaka na kuzima. Simu yake iliyokuwa ndani ya mkoba wa harusi ilianza kuita. Alikuwa ni namba ngeni. Alipopokea, akasikia sauti nzito ya kiume iliyokwaruza: "Sasha, jeneza halijaja kukuzika mwili wako bado. Limekuja kuzika amani yako. Kila senti uliyofurahia utailipa kwa machozi ya damu. Huu ni mwanzo tu." Sasha alipiga kelele na kuitupa simu chini. Aligeuka kuliangalia lile jeneza na kwa mshangao akaona picha yake iliyokuwa mbele ya jeneza ikibadilika. Sura yake ilikuwa ikianza kuoza kwenye picha ile. Siku iliyofuata, picha za harusi ya Sasha na lile jeneza zilikuwa zimesambaa kwenye kila mtandao wa kijamii: Instagram, TikTok na YouTube. Kila mtu jijini Dar es Salaam alikuwa akimtafuta mrembo wa jeneza. Damian alifuta akaunti zake zote na kukata mawasiliano, lakini Sasha hakuwa na pakwenda.
Nyumba aliyokuwa akiishi ilikuwa ya Damian, na asubuhi ile ile walinzi walimtoa nje kwa nguvu. Akiwa na begi moja tu la nguo, Sasha alijikuta akirudi kule alikoanzia, mitaa ya chini ya Manzese. Lakini kila alipopita, watu walikuwa wakimnyoshea vidole. Mbaya zaidi, kila usiku saa 4 kamili, muda ambao Frank alikata roho, Sasha alikuwa akisikia sauti ya gurudumu la machela ya hospitali ikipita nje ya chumba chake na harufu ya dawa za hospitali ikijaa hewani. Mdogo wake Frank anayeitwa Kelvin hakuwa anataka Sasha aende gerezani tu. Alitaka Sasha ajue maumivu ya kukosa kila kitu. Kelvin alikuwa amehifadhi rekodi zote za bima na sauti za mwisho za kaka yake akimlilia Sasha amsaidie. Kelvin alianza mchezo wa kisaikolojia. Alinunua nyumba ya jirani na alikopanga Sasha. Kila siku Sasha alikuwa akipokea barua yenye sehemu ya ripoti ya daktari ya Frank ikielezea jinsi moyo wake ulivyokuwa ukifeli kwa kukosa dawa ambazo Sasha aliziuza ili anunue gari la kwanza. Sasha akiwa amechanganyikiwa, aliamua kwenda kaburini kwa Frank kuomba msamaha. Alipofika kaburini saa 12 jioni, alikuta jeneza lile lile la dhahabu la harusini likiwa limewekwa juu ya kaburi la Frank. Alipokaribia, alisikia sauti ya kikohozi ndani ya jeneza. Moyo ulimsimama. Je, Frank alikuwa bado hai au ni mtego mwingine wa Kelvin? Alipojikaza na kufungua mfuniko wa jeneza, hakukuta mwili, bali alikuta kioo kikubwa. Alichokiona ni sura yake mwenyewe ikiwa imechoka, imekonda na macho yakiwa na giza. Chini ya kioo kuliandikwa, muuaji hahitaji kitanji, anahitaji kioo ajione kila siku. Sasha sasa anaishi kama kichaa anayetembea. Kila anapojaribu kuanza maisha mapya, zawadi ya jeneza inamtokea. Ukimwona mitaani akiwa amevaa nguo zilizochanika, lakini bado ana urembo wa ajabu usoni mwake, jua huyo ni Sasha, mwanamke aliyenunua jeneza lake mwenyewe kwa pesa ya dhuluma. Baada ya tukio la makaburini, Sasha aliamua kuondoka Dar es Salaam. Aliuza cheni yake ya mwisho ya dhahabu na kukata tiketi ya kuelekea mkoani Mwanza, akiamini kuwa umbali wa kilomita zaidi ya 1000 ungemfanya Kelvin na roho ya Frank wamsahau. Akiwa Mwanza, alibadili jina. Sasa aliitwa Maria. Alipata kazi ya uhasibu kwenye hoteli moja ndogo kando ya Ziwa Victoria. Kwa miezi mitatu, maisha yalionekana kutulia. Alianza kupata rangi yake ya zamani na hata kuanza kupendwa na meneja wa hoteli hiyo, mwanaume mmoja mpole anayeitwa Elias. Lakini dhulma haina pasipoti. Siku ya kuzaliwa kwa Sasha ilipofika, Elias alimwandalia hafla ndogo ya chakula cha jioni. Elias alileta sanduku dogo la zawadi lililofungwa kwa nakshi nzuri. Maria, hii ni zawadi yako ya kwanza kutoka kwangu. Maria, hii ni zawadi yako ya kwanza kutoka kwangu, Elias alisema kwa upendo. Sasha, akitetemeka kwa hofu ya mbali, alifungua lile sanduku. Ndani yake hakuona pete wala saa, bali aliona mkufu wa dhahabu wenye umbo la jeneza dogo. Ndani ya lile jeneza dogo kuliandikwa jina lake halisi, Sasha. Sasha aliangusha kikombe cha mvinyo na kuanza kupiga kelele. Elias alibadilika sura. Tabasamu lake la upole lilitoweka na badala yake kukawa na baridi ya kutisha. Sasha, unadhani ziwa linaweza kuosha damu ya Frank? Mimi ni binamu wa Kelvin. Tulijua utakuja huku, Elias alinong'ona. Sasha alijaribu kukimbia nje ya hoteli, lakini mlangoni alikutana na kundi la watu wakiwa na kamera na simu. Kelvin alikuwa ameshaanzisha kampeni kubwa mtandaoni ambayo ilikuwa ikirushwa live kwenye channel ya Bongo Movie Recaps. Dunia nzima ilikuwa ikimtazama Sasha live akijaribu kukimbia kivuli chake. Kelvin hakuishia hapo. Alikuwa ameshashirikiana na kampuni ya bima ambayo Sasha aliifanyia utapeli miaka 3 iliyopita. Polisi walikuwa tayari wameshafika eneo la tukio na pingu mkononi. Sasha alikamatwa na kurudishwa Dar es Salaam kwa ajili ya kesi ya utapeli na mauaji ya bila kukusudia kwa kumnyima Frank matibabu kwa makusudi. Lakini adhabu ya mahakamani ilikuwa ndogo ukilinganisha na alichokikuta gerezani. Siku yake ya kwanza gerezani,
alipelekwa kwenye chumba chake cha kulala, cell. Alipofungua mlango, alikuta kuta zote zimepakwa rangi ya dhahabu, rangi ile ile ya lile jeneza, na sakafu kuliandikwa kwa herufi kubwa, karibu nyumbani. Kila mfungwa mwenzake alikuwa akimuita bibi harusi wa jeneza. Sasha alianza kuona taswira za Frank kila kona ya gereza. Alianza kuongea peke yake, akijaribu kumpa Frank pesa hazipo. Hadithi ya Sasha imekuwa fundisho kwa wengi. Kila wiki, Kelvin anatoa video mpya akionyesha jinsi Sasha anavyozungumza na kuta za dhahabu gerezani, akidhani bado yuko kwenye harusi yake. Watu wanasema kuwa ukipita karibu na gereza hilo usiku, unasikia sauti ya mwanamke akilia na kuimba nyimbo za harusi, huku akigonga kuta akidai kuwa mgeni asiyejulikana amemletea zawadi nyingine. Mpaka kufikia hapa ndo mwisho wa simulizi hii. Nadhani utakuwa umejifunza kitu kwenye hadithi. Weka maoni yako kwenye comment hapo chini, uniambie kuwa umeionaje story na umejifunza kitu gani. Pia usisahau kusubscribe ili usipitwe na simulizi zijazo. Mtayarishaji wa simulizi hii ni King Rhino MC Seba. Tukutane tena katika wakati mwingine na asante kwa kuangalia.